Askofu Kinyaia ameyasema hayo wakati wa misa takatifu ya uzinduzi wa parokia mpya ya Mtakatifu Francisco Xaveri Michese, Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, uzinduzi wa nyumba ya mapadri ambayo imeenda sambamba na misa ya kipaimara, Ekaristi Takatifu, pamoja na kufungisha ndoa ya familia moja, ambapo ametumia nafasi hiyo kuwapongeza kwa hatua hiyo na kuwataka kutumia parokia hiyo kuwasaidia kupata huduma kwa karibu. Leo tumezindua parokia mpya ya Michese, parokia ya 60 katika mtiririko wa parokia zetu Dodoma, na ni parokia ambayo nina matumaini makubwa sana itafanya vizuri. Tumeona nyumba ya mapadri kule wamemaliza, wameboresha mazingira kwa kuotesha miti mingi sana, wana mpango wa kuendeleza hilo. Kwa hiyo kuna moto mkubwa. Kwa hiyo watu wameipokea, wameona ni parokia yao. Kwa hiyo ninaona kabisa mbele ya safari parokia hii ikiendelea na kwa parokia ya mfano. Naomba Mwenyezi Mungu waendelee vizuri, na mwisho wa siku basi ni swala la kupata ukombozi. Naamini watapata ukombozi watu hawa, na nafurahi kwamba tumefanya jambo hili tunapoelekea kuzaliwa mtoto Yesu Noeli. Kwa hiyo imewapa nafasi ya ziada kujiandaa kwa sikukuu ya kuzaliwa mtoto. Kwa hiyo nawaombea baraka nyingi kuzaliwa mtoto, nawaombea baraka nyingi waendelee kuchanua katika mwanzo huu wa kuwa parokia. Kubwa ambalo ningependa wakwepe ni kule kutoridhika na mafundisho wanayopata katika kanisa lao na kimbia huko na huko. Naamini hapa watapata neno la Mungu, watashiba, watapata sakramenti hivyo. Kwa hiyo mambo yatakwenda vizuri. Alafu pia watu wana moyo sana, ninaamini katika masuala mengine ya maendeleo wako vizuri. Kwa sababu ni parokia changa, familia nyingi zilizoko hapa ni changa, watoto ni wengi. Naamini kwa kuwakamata hawa watoto tutasaidia kuingiza roho ya kupenda sala katika familia, kwa sababu watoto hawa wa kipaimara ndio watakaowasaidia kuchochea moyo wa sala na kuongoza sala. Mkurugenzi wa shirika la Wabenediktini kutoka Abasia ya Ndanda, Baba Abate Christian Tem, ambao wanasimamia parokia hiyo, anaeleza lengo la kuja jimbo la Dodoma kufanya kazi ya kitume, huku akitumia fursa hiyo kumpendekeza paroko mpya atakayesimamia parokia hiyo. Kuitikia wito wetu wa kitawa, lakini pia wa kimisionari, mkutano mkuu wa nyumba yetu leo katika Ndanda, lakini pia halmashauri ya nyumba yetu iliamua kuanzisha misioni ya Dodoma, na katika kufanya utume huo tusibaki tu katika monasteri, lakini tushiriki kikamilifu pia katika utume wa kanisa la mahalia. Na kwa sababu hiyo tuliona pia itakuwa vizuri kwetu tunapokuwa hapa Dodoma kufanya kazi zingine. Katika kufanya kazi zingine pia tusiache kufanya kazi za kitume kama hizi za kichungaji. Na kwa sababu hiyo tunashiriki kwa moyo wa dhati kabisa katika utume huu wa jimbo wa kufanya kazi katika parokia. Na kwa nafasi hii, baada ya Baba Askofu Mkuu kutukaribisha katika upande huu wa Michese, tunaomba kusema kwamba tunapokea parokia hii. Nafanya hili kwa niaba ya utawa wetu wa Ndanda, tukijiweka chini ya uongozi wa jimbo, lakini pamoja na Wakristo wetu kuhakikisha kwamba parokia hii inakuwa kweli kituo cha misionari, lakini pia kwa namna pekee mahali ambapo Yesu atafahamika zaidi, Yesu atapendwa zaidi, na Mungu atapendwa na kutukuzwa. Na katika wito huo, katika mwituko huu, kwa niaba ya nyumba yetu nampendekeza kwa Baba Askofu Mkuu, ninampendekeza Mheshimiwa mpendwa na ndugu yetu Padre Samuel. Paroko wa parokia hiyo ya Michese akizungumza mara baada ya kukabidhiwa parokia hiyo, Padre Samuel Njao anasema anafanya kazi usiku na mchana kuifanya parokia inakuwa na maendeleo bila kutegemea msaada kutoka nje ya nchi. Tarehe 3 Novemba uliponishika mkono 2024, uliniambia mwanaume, fanya kazi, hakikisha kwamba hapa panainuka. Na ni kauli naitembea nayo kila siku. Tunafanya kazi usiku na mchana
kuhakikisha kwamba Michese inabadilika iweze kuwa Michese ambayo ni ya mfano na ya kuigwa, si bora Michese. Na sasa nikuhakikishie kwamba baada ya sisi kuwa parokia tunajipanga upya sasa kuona tunaweza tukafanya nini au jambo gani kubwa zaidi. Tazama kwa haraka, kwa mwaka mmoja tumeweza kupiga hatua kubwa, na hatua tuliyopiga baba askofu mkuu na baba abate sio kwa msaada wa mtu yeyote, ni kwa nguvu za waamini ambao wapo hapa. Nao baadhi ya waumini akiwemo mwenyekiti wa halmashauri ya walei parokia mpya ya Michese Cleophas Tarimo wanaeleza furaha yao pamoja na mikakati walionayo ikiwemo kukamilisha nyumba ya mapadre, kuweka uzio katika eneo lote la kanisa ili kulinda mipaka yetu, kujenga kanisa kubwa na la kudumu kwani tulilonalo ni dogo. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kupata parokia. Pia nadhani hata waumini wenzangu pia wanashukuru sana kwa sababu huduma sasa imeshasogea. Tumepata parokia kwa sababu kulikuwa kuna changamoto mbalimbali kwa watoto wetu, walikuwa wanaenda umbali mrefu huko Sandijoni, lakini kwa mfano watoto wa kike kutembea umbali mrefu kwenda na kurudi ni changamoto. Hapa katikati hatuwezi kujua wanapitia changamoto gani. Ikumbukwe kuwa parokia ya Michese ilitangazwa rasmi Novemba 2024 na Askofu Mkuu Beatus Kinyaia ikiwa na idadi ya waumini 1800 ambapo kufikia sasa ina idadi ya waumini 2300. Kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, mimi ni Dorni Alois, Tumaini Habari.